Mtakumbuka wiki iliyopita Mheshimiwa Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa alikuwa mkoani Tabora. Alitoa kauli ambayo imeibua mjadala mkubwa katika jamii yetu na hasa kwa vijana wa Kitanzania ambao ni wasomi. Sasa kauli ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kuwataka wasomi na wasio wasomi kuelekea kusomea elimu ya ufundi katika vyuo vya VETA ni kauli ya kisiasa ambayo kwa bahati mbaya haijafanyiwa tafakuri pana ya kiutafiti. Kauli hii inatoa majibu ya haraka yasiyozingatia kwa kina hali halisi ya uchumi wa nchi, uwezo wa viwanda, mahitaji ya soko la ajira na mustakabali wa maendeleo ya taifa kwa ujumla. Nyinyi mtakumbuka kauli kama hizi zinatolewa na kiongozi ambaye moja ndio mtendaji mkuu wa shughuli za serikali, lakini waziri mkuu pia wizara yake wizara yake ndio inayohusika na masuala ya vijana, ajira pamoja na kazi. Kwa hiyo hili jambo ni jambo ambalo lina maslahi na umma. Ni lazima tulitolee ufafanuzi na lazima tuihoji serikali, lakini pia tuishauri serikali ni namna gani inaweza kufanya kuwasaidia vijana wa nchi hii ambao ni wasomi katika taifa letu. Kwa kuzingatia hali halisi ya Tanzania, tunapaswa kuangalia kwa kina athari za mwelekeo huu wa jinsi ambavyo msisitizo wa aina hii bila mkakati mpana unaweza kuathiri sekta mbalimbali. Mfano kutoka nchi za Afrika, Ulaya na Marekani inaweza kusaidia kuangazia athari chanya na asi za mfumo huu. Ndugu waandishi wa habari, kuibua tatizo la ajira kwa wahitimu wa ufundi. Ni kweli kwamba elimu ya ufundi ina umuhimu mkubwa katika maendeleo ya taifa lolote. Hata hivyo, kuhimiza watu kwenda kusomea ufundi bila uwekezaji wa kutosha katika viwanda na sekta zinazoweza kuajiri wahitimu wao kunaweza kuzalisha changamoto zifuatazo. Moja, ongezeko la wahitimu wa VETA bila fursa za kutosha za ajira katika sekta rasmi. Na mpaka sasa bado kuna wahitimu wengi wa VETA ambao hawana ajira, lakini pia hawa wahitimu hawana hata mitaji ya kwenda kutumia ujuzi wao, aidha kama ni fundi magari au labda ni mtaalamu wa masuala ya umeme wa magari, anahitaji kwenda kuanzisha ofisi ambayo watu watamuona. Kijana huyu unakuta ana mkopo ambao unaweza ukamsaidia kwenda kuanzisha, lakini pia hawezi akakopesheka kokote. Kwa kauli ya waziri mkuu ni kauli ambayo ina athari kubwa katika jamii yetu. Mbili, kupanuka kwa sekta isiyo rasmi, yani informal sector, ambapo wahitimu wa VETA watalazimika kujiajiri bila mfumo rasmi wa kuwaendeleza. Tatu, kuzofika katika sekta nyingine za elimu, kwani vijana wanaweza kuhamasika kusomea elimu ya ufundi wakiamini ni njia pekee ya kupata ajira. Mfano katika nchi ya Afrika Kusini na Nigeria. Afrika Kusini ilianzisha programu ya elimu ya ufundi kama sehemu ya ajenda yake ya kukuza ujuzi, yani Skills Development Act ya mwaka 1998. Hata hivyo, kutokana na kukosekana kwa uwekezaji wa kutosha katika viwanda na biashara ndogo za kati, wahitimu wengi walishindwa kupata ajira rasmi na idadi kubwa walilazimika kujiajiri katika sekta isiyo rasmi. Nigeria kwa upande wake imekuwa na vyuo vingi vya ufundi, lakini viwanda havijawekeza kuchukua wahitimu wa kutosha, hivyo wengi wao wanakosa kazi na wanaishia katika ajira duni zisizo na tija kubwa kwa uchumi wa taifa lao. Na mfano nchi kama Ujerumani. Ujerumani, tofauti na nchi za Afrika Kusini na Nigeria, imefanikiwa katika elimu ya ufundi
kwa sababu mfumo wao unahusisha dual education system, ambapo wanafunzi wa vyuo vya ufundi wanashirikiana na viwanda moja kwa moja katika mafunzo kwa vitendo. Hili limefanikiwa kwa sababu nchi hiyo ina msingi imara wa viwanda vinavyowahitaji wahitimu wa ufundi. Tanzania haijafikia hatua hii, na hivyo kuna athari ya kuzalisha wahitimu wengi wasio na ajira. Nyinyi mnafahamu, huko zamani tulikuwa na viwanda vingi. Tulikuwa na Mutex, tulikuwa na Mwatex, tulikuwa na jineli mbalimbali nyingi ambazo kama serikali ingeweza kuendeleza viwanda vile, vingeweza kuajiri vijana wengi ambao wanahitimu VETA. Lakini vile viwanda vimekufa. Unapohamasisha vijana kwenda kusomea VETA, umetengeneza mekanizmu gani ya kuhakikisha kwamba hawa vijana wakimaliza elimu yao ya VETA wanaweza kwenda kufanya kazi viwandani, wakazalisha, wakapata uchumi unaoweza kusaidia maisha yao. Kwa sio kila lugha inayotamkwa au kauli inayotamkwa inaweza ikawa ina umuhimu katika jamii. Lugha zingine ambazo zinatamkwa na viongozi wetu zinakosa mantiki na zinakosa mashiko katika jamii yetu. Kosekana kwa uwiano kati ya elimu ya msingi, kati ya elimu na mahitaji halisi ya soko la ajira. Kauli hii inapuuza ukweli kwamba maendeleo ya taifa hayategemei sekta moja tu, bali mseto wa taaluma mbalimbali kuelekea nguvu nyingi katika elimu ya ufundi, bila kuhakikisha kuwa kuna uwekezaji wa kutosha kwenye viwanda, ujenzi na sekta nyingine, kunaleta athari zifuatazo. Kuzalisha wahitimu wengi wa VETA wasio na kazi kwa sababu ya uwiano mbovu kati ya elimu na mahitaji ya soko. Kuzofisha maendeleo ya taaluma nyingine muhimu kama sayansi, uhandisi, uchumi na sayansi ya jamii. Kupunguza motisha kwa vijana kusomea taaluma nyingine kwa kuhisi kuwa serikali inapenda zaidi elimu ya ufundi. Mfano, Marekani na Uingereza. Marekani iliwahi kuwa na mwelekeo mkubwa wa elimu ya vyuo vikuu kuliko ufundi, lakini badala ya kuona uhaba wa mafundi stadi, ilianza kusisitiza elimu ya ufundi. Hata hivyo, juhudi hizi zilihusisha uwekezaji mkubwa katika viwanda na ajira, tofauti na Tanzania ambayo bado haijawekeza vya kutosha katika viwanda vya uzalishaji. Tunataka serikali iwekeze kwanza katika viwanda vya uzalishaji, kwa sababu sisi Tanzania tuna bahati ya kuwa na ardhi kubwa ya kutosha. Tuna bahati ya kuwa na maji mengi ya kutosha, ambayo kama serikali ikiwekeza kwenye viwanda inaweza kusaidia kuhamasisha hawa wanafunzi waende wakasome VETA, kwa sababu mnajua wakitoka VETA moja kwa moja watakwenda viwandani kuajiriwa na kupata kazi ambazo zinaweza kusaidia surviving ya maisha yao. Uingereza kupitia mfumo wake wa apprenticeships imeweza kutoa nafasi kwa wahitimu wa elimu ya ufundi kujifunza moja kwa moja kwa waajiri, jambo ambalo limefanikiwa kwa sababu ya uwepo wa sekta binafsi. Serikali yetu haijatoa kipaumbele kwa sekta binafsi. Ni lazima sekta binafsi ipewe kipaumbele, kwa sababu sekta binafsi peke yake inaweza kuajiri watu wengi kuliko mfumo wa serikali wa namna unavyoajiri. Kudumaza ubunifu wa maendeleo ya teknolojia. Maendeleo ya taifa lolote yanahitaji mchanganyiko wa makundi ya kati, wataalamu wa viwango vya juu, wabunifu na wanasayansi. Ikiwa msisitizo mkubwa utawekwa kwenye elimu ya ufundi, huku kukiwa na upungufu wa viwanda vya teknolojia na taasisi za utafiti, tutakumbana na ukosefu wa ubunifu wa ndani, kwa sababu taifa litakuwa na mafundi wengi lakini sio wabunifu wa teknolojia. Nyinyi mnafahamu teknolojia leo imekuwa sana. Wenzetu huko duniani wako kwenye mchakato ambao wanatamani waanze kujenga nyumba kwa kutumia robots. Sisi tunahamasisha watu waende wakasomee ufundi bila kuwekeza kwenye teknolojia, bila kuelekeza kuwa na mikakati bunifu ambayo inaweza ikawa inafikirika. Ukiwashawishi vijana kwenda kusomea,
wanaweza wakashawishika kwa sababu wanajua wataenda kusoma, lakini kutakuwa na vifaa vya kutosha, ili hata kama anaweza akaenda hata Kenya kufanya kazi, kwa sababu anafahamu teknolojia. Sasa ukimhamasisha akasome VETA, hakuna vifaa vya kutosha, mwisho wa siku kwenye soko la ajira aidha la Afrika Mashariki au hata la SADC hawezi kwenda kucompete na wanafunzi wa vyuo vingine kwa sababu ya ufinyu wa teknolojia. Kuendelea kutegemea teknolojia za nje. Ndugu waandishi wa habari, udumavu na maendeleo ya teknolojia, kwa sababu mfumo wa elimu utakuwa umeelemewa zaidi kwenye uzalishaji wa mafundi baada ya ubunifu. Mfano wa China na Korea Kusini. China imewekeza tu kwenye elimu ya ufundi, haikuwekeza tu kwenye elimu ya ufundi, bali kwenye utafiti wa kisayansi, uvumbuzi wa maendeleo ya teknolojia. Korea Kusini kwa mfano ilihakikisha kuwa elimu ya ufundi inakwenda sambamba na maendeleo ya teknolojia ili kuwe na uwiano wa wahitimu wa ngazi zote. Tanzania inapaswa kujifunza kwa nchi hizi. Athari kwa mfumo wa elimu na mustakabali wa taifa. Ndugu waandishi wa habari, ikiwa kauli hii itachukuliwa kama mwongozo wa kitaifa bila mpango mzuri wa utekelezaji, inaweza kuathiri mustakabali wa sekta ya elimu na ajira kwa ujumla kwa njia zifuatazo. Moja, kuzoofisha mfumo wa elimu kwa kuhamasisha wanafunzi kuachana na taaluma nyingine muhimu. Mbili, kuzalisha kizazi cha wahitimu wa VETA wasiokuwa na ajira. Kuhamasisha elimu ya ufundi kwa njia isiyo na mpango wa maendeleo, hali inayoweza kuathiri sekta zingine kama afya, uhandisi, sayansi, mazingira na teknolojia. Mfano wa namna nchi ambazo zimeendelea kama Finland na Sweden. Finland na Sweden ziliwekeza mfumo wa elimu wenye uwiano kati ya elimu ya vyuo vikuu na elimu ya ufundi. Yaani wahitimu wa ufundi walihusishwa moja kwa moja na kampuni kubwa, huku wahandisi, madaktari na wanasayansi wakiendelea kusomea taaluma zao bila kuathiri maendeleo ya nchi. Tunahitaji serikali iwekeze kwenye makampuni, aidha kwa kutumia sekta binafsi, iwekeze kwenye viwanda, aidha kwa kutumia sekta binafsi, ili hawa wahitimu wa VETA wanaohitimu waweze kuwa connected moja kwa moja kwenye makampuni, moja kwa moja kwenye viwanda, ili tunapopima uzalishaji wa nchi yetu tuwe na uwezo sio tu wa kuimport kwa maana ya kununua bidhaa kutoka nje, tuwe na uwezo wa kuexport, kwa sababu tutakuwa na uzalishaji wa kutosha na tutatengeneza ajira nyingi kwa vijana wetu wa Kitanzania. Hitimisho, ndugu zangu waandishi wa habari. Serikali inapaswa kufanya tafakuri pana. Serikali inapaswa kufanya tafakuri pana. Elimu ya ufundi ina nafasi yake katika maendeleo ya nchi, lakini haiwezi kuwa suluhisho pekee la tatizo la ajira na maendeleo ya uchumi. Badala ya kutoa kauli za haraka zisizozingatia tafiti za kina, serikali inapaswa kufanya yafuatavyo. Huu ni ushauri wetu kwa serikali. Ni ushauri kwa waziri mkuu, ambaye wizara yake yeye kama waziri mkuu ndio inahusika na masuala ya ajira, vijana pamoja na kazi. Jambo la kwanza, kuwekeza katika sekta ya viwanda na uzalishaji kabla ya kuhamasisha watu kwenda kusomea ufundi. Tunataka iwekeze katika sekta ya viwanda vya uzalishaji kabla ya kuhamasisha watu kwenda kusomea ufundi, na itengeneze mazingira ambayo kijana wa Kitanzania anayehitimu ana uwezo wa kukopesheka popote, aidha ni kwenye taasisi za kifedha, anaweza kukopesheka akafanya mradi wake ambao kupitia mradi ule anaweza kutengeneza uchumi, lakini kupitia yeye anaweza kuajiri vijana wenzake wakazalisha na wakapata fedha. Jambo la pili,
kujenga mazingira mazuri kwa sekta binafsi kushiriki katika elimu ya ufundi. Kutengeneza mazingira ambayo yatakuwa connected kwa sekta binafsi kushiriki katika ufundi. Elimu ya ufundi iwekewe msitizo kupitia sekta binafsi moja kwa moja. Hii itasaidia kutengeneza vijana wengi ambao pia watapata ajira, kwa sababu watakuwa wamekuwa connected na sekta binafsi. Kwa serikali ina wajibu wa kujenga mahusiano mazuri na sekta binafsi ili kuweza kuboresha jambo hilo. Jambo la tatu, kuwekeza katika elimu ya ngazi zote kwa uwiano sahihi ili kuleta maendeleo endelevu. Kuwekeza katika elimu ya ngazi zote ili mwanafunzi anayemaliza degree, kama angetamani kuwa mpaka rangi, basi ajifunze akiwa sekondari, awe ana skills ya kupaka rangi, ili akimaliza degree yeye mwenyewe anaweza kachagua, aidha niende nikawe mpaka rangi kwa sababu tayari nina ujuzi wa kwenda kupaka rangi. Lakini hiyo isimfanye eti mwanafunzi aliyemaliza degree umwambie atenge miaka 2-3 tena eti kwenda kusoma VETA, wakati ametumia zaidi ya miaka mingi kwenda kusoma degree. Kwa hili ni jambo ambalo alikubaliki. Jambo lingine ni kutengeneza mfumo wa uwezeshaji wa kiuchumi kwa vijana wenye ujuzi ili waweze kujiajiri na waweze kuajiri. Lazima serikali iwekeze kwenye namna gani inaweza kuwasaidia vijana kwenye uwezeshaji wa kiuchumi. Nyinyi mnafahamu kuna hizi 10% za vijana, wanawake na walemavu. Toka mwaka 2021 fedha hizi hazijawahi kutoka. Hizi fedha ni takwa la kikatiba kwa mujibu ni takwa la kikatiba, kwa maana ya kila halmashauri inalazimika kutoa fedha hizi. Lakini mwaka 2021 hizi fedha hazijatoka, 2022 hazijatoka, 2023 hazijatoka, 2024 hazijatoka, kwa sababu walizizuia kwa makusudi. Lakini kwa sababu ni mwaka wa uchaguzi wameziachia zile fedha. Just imagine kama hizi fedha zingekuwa zinatolewa na zinatolewa katika njia nzuri toka mwaka 2021, tungeweza kusaidia vijana wangapi katika nchi yenye wilaya 185 au katika kanda ya Victoria yenye majimbo 25? Tungeweza kusaidia vijana wangapi wakaondokana na tatizo la ajira, wakawa na mitaji ambayo wangeweza kuanzisha biashara na wakaondokana na wimbi la umaskini. Ndugu zangu waandishi wa habari, jambo la 4 ambalo ni ushauri kwa serikali: kutengeneza sera nzuri zinazogusa vijana na maendeleo ya taifa kwa kuwashirikisha vijana, kwa sababu ndiyo nguvu kazi ya taifa letu. Nyinyi mnafahamu kwamba mara nyingi vijana wa nchi hii hawashirikishwi kwenye mambo ya msingi, kwa sababu viongozi wetu wanaweza wakaamua wao wakachukua vijana 5 sehemu fulani wakawa miongoni mwa kwenye ukumbi mkubwa, wakachukua maoni ya watu 2-3 bila kuwafikia vijana. Vijana wapo kwenye matawi, vijana wapo kwenye kata, vijana wapo kwenye majimbo, vijana wapo kwenye mikoa, vijana wapo kwenye kanda, vijana wako mpaka kule juu taifa. Kwa tunataka ushirikishwaji wa vijana. Unapopanga mpango wa maendeleo ya vijana, unapopanga mpango wa dira ya taifa, ni lazima uwashirikishe vijana, kwa sababu vijana ndio wanaojadili future ya taifa lao. Ukisema baada ya miaka 25, kijana aliye na miaka 25 leo atakuwa na miaka 50, wana umuhimu mkubwa wa kupewa kipaumbele kujadili dira ya taifa lao, kujadili mwelekeo wa taifa lao, kwa sababu wao ndio wamebeba future ya nchi yetu. Jambo la 5 ni wakati sahihi wa nchi yetu kuwa na baraza la vijana la taifa ili waweze kukaa kutatua masuala yao na kupeleka mapendekezo kwa serikali kuyafanyia kazi. Mapendekezo ya vijana yaweze kufanyiwa ufumbuzi. Ndugu zangu, mnakumbuka mwaka 2021 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alikuja Mwanza, akaahidi atafanya haraka iwezekanavyo
kuanzisha mchakato wa Baraza la Vijana la Taifa. Baraza la Vijana la Taifa ni chombo huru ambacho kinakusanya makundi yote ya vijana. Vijana wanaweza kukaa wakajadiliana na wakapanga mambo yao. Na watu pekee wenye jukumu la kuhakikisha huu mchakato unakamilika ni serikali ya Rais Samia kupitia waziri mkuu, ambaye hiyo wizara ya vijana iko ndani yake. Lakini mpaka leo ni miaka 4 sasa, Baraza la Vijana la Taifa halijaanzishwa. Maoni ya vijana, mapendekezo ya vijana, kero za vijana bado haziwezi kukusanywa zikawakilishwa kwa serikali. Tunaona hata wawakilishi wetu bado hawaendi kusemea masuala yanayogusa vijana. Ndio maana utasikia waziri mkuu anatoa kauli kama hizi kwamba vijana waliomaliza degree waende VETA. Ni kwa sababu hawachukui maoni ya vijana walioko mitaani. Hawajui ni kwa kiasi gani vijana walioko mitaani wanataabika. Ni wakati sahihi wa kuhimiza serikali ya Rais Samia kuanzisha Baraza la Vijana la Taifa, ili vijana wa nchi hii, bila kujali itikadi zetu za vyama, tuwe na uwezo wa kukutana, kupanga mambo mbalimbali na mipango mbalimbali, kupeleka serikali kama mapendekezo, ili vijana tuweze kujipangia mipango inayoweza kutekelezeka na inayoweza kujibu matatizo na kero zetu kama vijana. Kuna siku moja nilikuwa kwenye kipindi cha television, nikakutana na mjadala wa vijana wa nchi ya Uganda, Burundi, Kenya na Rwanda. Hawa vijana wanajadiliana kwa sababu nchi zao zinatambua uwepo wa mabaraza ya vijana ya taifa. Yaani vijana wakiwa na changamoto, maoni yao yanapelekwa moja kwa moja kwa serikali. Wanakusanya vijana wenyewe, wanapeleka kwa serikali, serikali inayafanyia kazi. Hapa kwetu leo, vijana wakiwa na changamoto watasemewa tu kupitia majukwaa ya vyama vya siasa kama tulivyowaita sasa. Lakini hakuna jukwaa maalum ambalo linaweza kukusanya maoni ya vijana na yakafanywa kazi. Kwa tunaitaka serikali ianzishe Baraza la Vijana la Taifa, ili vijana tukutane, tujadiliane, tupange masuala mbalimbali yanayohusu maisha yetu. Kama mnaona kuna watu wanaitwa NETO, wanaamua kuanzisha kikundi chao ambacho wanajadiliana hatima yao ya kupata kazi, kwa sababu hakuna platform maalum ambayo vijana wanaweza kuzungumza mambo yao. Ni wajibu wa serikali kufanya haya mambo. Ukifuatilia nchi yetu, vijana wako nyuma sana kwa sababu ya serikali haioni vipaumbele vya kuwasaidia vijana. Lazima serikali yetu iweze kutafsiri uchumi na maisha ya vijana, uchumi na maisha ya Watanzania. Tukiwa na serikali ambayo inaweza kutafsiri maisha ya Watanzania na uchumi wao, tunaweza kufika mbali kama taifa. Mwisho, huyu kijana anayemaliza VETA, anayeambiwa akasome VETA, akimaliza VETA, akitaka afungue kampuni au afungue kiwanda, inamhitaji process ya zaidi ya miezi 6 mpaka mwaka kuanzisha kiwanda. Ataambiwa aende SIDO, ataambiwa aende BRELA, ataambiwa aambatanishe transactions tu za milioni 10 na ngapi ili aweze kufungua kiwanda. Huyu ni kijana ambaye amemaliza tu chuo, hana fedha, hana mtaji, anataka kufungua kiwanda. Mpaka ataambiwa aende Dodoma, atazungushwa mpaka atakata tamaa kufungua kiwanda. Lakini nchi kama Rwanda, mtu anaweza kufungua kiwanda, anaweza kuapply na kuanzisha kiwanda chake kupitia smartphone yake mkononi. Nchi kama Kenya, kijana anaweza kuanzisha kiwanda kwa kuapply na kufuata procedure namna gani anaweza kuanzisha kiwanda. Na hata malipo kwenye uanzishaji wa kiwanda, nchi kama Kenya, nchi kama Rwanda, ni very easy. Ndani ya wiki moja mtu anaweza akaanzisha kiwanda, kwa sababu nchi ile zinaamini kwamba kukiwa na uzalishaji mkubwa katika nchi, tutaendelea kuexpand ukuaji wa uchumi wa nchi yetu. Kwa ni wakati wa serikali yetu kusikiliza mawazo mbadala, hata kama hawayapendi, wayasikilize kwa ajili ya kuokoa maisha ya vijana wa nchi yetu. Na washukuruni sana.